Agriculture has a key role to play in feeding Kenya's growing population. However, in recent years, agricultural production has been negatively affected by climate change. Extreme weather events such as droughts and floods could undermine Kenya's food security in the near future. This region, it is so dry in a way that in a year you can tell somebody how many times the rain has ever rained here, which is extraordinary. For example, we've tried so many times planting, buying seeds, planting, and we've never harvested without irrigation. To address these challenges, the government of Kenya, with support from the World Bank, is implementing the Kenya Climate Smart Agriculture Project, KSAP, in 24 counties of Kenya, Laikipia County being one of them. Laikipia County is a cosmopolitan semi-arid land that is located on the equator in the former Rift Valley province of Kenya. Here, the main economic activities consist of agriculture and tourism. About agriculture in Laikipia County, let me say it's the backbone of Laikipia County because most of the people in Laikipia are farmers. 75% of the households are supported by farming, and it employs 66%. If you look at the labor report 2021, Laikipia County Labor Report 2021, it indicates that 66% of the labor within Laikipia comes from the sector of agriculture. The Kenya Climate Smart Agriculture Project is unlocking the agricultural potential of Laikipia County by implementing various interventions that promote climate smart agriculture and addresses issues on climate change. The project objective or the project development objective is to increase agricultural productivity, build resilience of the smallholder farmers and pastoralists, build their resilience, and also reduce or eliminate greenhouse gases. The beneficiaries for the micro project is over 6,500 farmers. And they have used the money for purchase of seeds, for purchase of breeding stock, for purchase of fertilizer, small machinery, and at adoption basically of the innovations, technologies, and management practices. The project is currently operating in 6 wards, which are Rumuruti, Olmoran, Salama, Ngombit, Tigithi, and Segera ward. The starting point or the entry to the community was through a process we call PICD, Participatory Integrated Community Development, whereby we worked with the communities on the development agenda in their communities and prioritizing the issues that they needed to tackle. And from these issues, they developed what we call the community integrated action plans. So the investments that the project is carrying out are centered around the CIAP, the Community Integrated Action Plan. The KSAP project has supported various investments in Laikipia County that include micro-projects, sub-projects, producer organizations, and public-private partnerships. The direct beneficiaries of these investments are smallholder farmers, agro-pastoralists, and pastoralists. These beneficiaries are organized into common interest groups, vulnerable and marginalized groups, as well as producer organizations. 5 extension service providers have been contracted by the project to offer extension services to beneficiaries in the 5 priority value chains, which include
beans, sorghum, indigenous poultry, dairy cattle, and sheep. These service providers are Egerton University for sorghum value chain. Beans value chain also is undertaken by Egerton. Dairy by a company called Encore. Indigenous chicken by Nareda. And okra takes lead in cheap value chain. For extension services, we have two systems, that is the private extension system and the public extension system. Under public extension system, we have our officers training farmer groups on an approach we call the Farmer Field and Business Schools. So we are running farmer field schools with a business component, so that whatever the farmers do is geared towards farming as a business. For the private extension service system, we are having the contracted extension service providers, so that for the key value chains that we are promoting, that is the climate smart agriculture value chains of dairy, chicken, sheep, sorghum and beans, we have contracted a service provider, a private service provider, to offer extension services to farmer groups that are undertaking those particular value chains. Through the service providers, farmers have undergone training on various climate-smart technology innovations and management practices. These technology innovations and management practices are focused towards improving productivity, enhancing resilience to climate change, as well as contributing to reduction of greenhouse gas emission. Tugithomithio githomo kiari gikiru na hau ona handu ndendaga gwitua mundu ati hihi ndire igweta ndi mundu kirathi namba igiri ngiona ona ndire kirathi namba igiri ndio ta andu aria angi tondu mathomo maria twambiriirie kuma haria kiambiriria nginya mwisho wa mathomo macio ni hari maundu maingi athomithirie ni gituma nduke mundu promoted. Wakati ikesa piringia area, mimi ndienda kwa masomo. Naona watu hakuwa wanataka kusoma. Mimi ndienda kwa masomo, nikasoma mpaka tukaenda na tukachaguliwa huku kama makamati ya CDDC. Tangu siku hiyo mimi nikatoka huko nikasomesha watu wangu. The beneficiaries developed proposals with the help of their service providers that were vetted and approved by the County Technical Advisory Committee, CTAC. Once approved, the funds are dispersed to the Community-Driven Development Committee, CDDC, at the ward level. Tulishauriwa huko watu 13. Watu 13 ni kila zone inakuwa represented. Tegedi ward iko na zone 4. Tuko na Sorio, tuko na Mweremia, tuko na Ramuria na Matanya. Kwa hivyo kila zone inakuwa represented. Na hiyo 13 mmoja ni yule FMG, yule tulikuwa naye hapo. Huyo alikuwa lazima awe huko. The micro project grants focus on 3 windows. 70% of the grants goes to technology innovations and management practices, 20% for livelihood diversification, and 10% for nutrition mainstreaming. Hiyo pesa ikiwekwa inawekwa akaunti ya CDDC, nayo CDDC inanunulia vikundi ama CIG ama VMGs vile vitu wanataka. Yani tunawaita, wanatuambia sisi kikundi yetu tungetaka hiki na hiki na hiki na hiki. Hiyo ndio tunawanunulia. So far, the project has financed 260 common interest and vulnerable groups in the 5 priority value chains. Over 6,500 farmers have benefited from the micro projects. In the last financial year, that is 2019-2020, we were able to give 110 groups some financing to the tune of
44.8 million. That is 44,800,000 last year for the 110 groups. In the current financial year, that is 2020-2021, we were able to finance 150 groups to the tune of 66 million. So in total, in this window of support, we call it the community micro projects, we have been able to give 250 groups some financing of up to 600,000 shillings, and this has cost the project about 110 million Kenya shillings. This is Royal Kienyeji Chicken Butchery in Nanyuki town. Some of the chickens slaughtered here comes from Mwiremia Farmers Cooperative in Tigithi Ward. Tulianza cooperative tukiwa CIG mingi. CIG tukaungana. Tulikuwa tunafanya mambo ya poultry tukiwa katika CIG kando kando. Lakini KSAP walipokuja wakatuelezea iko haja sisi wote tukue pamoja ndio tuenze kukua na soko mzuri ya kuku wetu wa kienyeji. Sana sana sisi tunashughulika na mambo ya indigenous chicken kwa sababu hapa kwetu zinafanya mzuri sana na resources ni mingi, sheep labor iko na pia chakula ya kuku iko. Kwa hivyo tukaamua ya kwamba badala ya tukue kando kando. Mr. Johnson Kamanda, who is differently abled, is one of the 879 members of this cooperative. Cooperative ino ni tani haria endo eginyetie ni ginyetie handu haraihu muno ono ndu itari maitho ngahia kugia na maitho riu ni hana ta mundu urona ona mundu ndangikura na ngithie gwakwa ni akuona kweri ni nduikite mundu urahota kuyandika itumita riu ni ndehete nguku 90 thini wa handu ha na makagurira ngona ngiri 45 ngiri cio 45 uri tondu ni ndakirikirie wira wa kuga wa kurera ri no ngirera gatwana turia tuguka ri ngahota guthomithia tuguka twakwa right now. Oguo I'm proud ni undu wa cooperative wetu. Kwa sasa tuko na wanunuzi kutoka Nyanyuki, tuko na wanunuzi kutoka Nyeri na pia hotels ziko hapa karibu na Rumoro hapa kwetu. Hao ndio tunadiru na wao. Kwa siku tunashukua an average of 200 chicken, live chicken. Kwa hivyo kwa mwezi inakuja kama 6,000 ama 5,000 wakati kuku sio mingi sana. Kwa hivyo tunasaidia wakulima wetu wanapata pesa kwa sababu wakati tuko pamoja hivi tuna bypass brokers. Sasa brokers wale wanafinyilia wakulima sasa hawako. The KSAP project has also supported the Moyogo Women Group with these 2 incubators. When KSAP came in, we wrote a proposal and it was one of those proposals that were funded. So they brought us 2 incubators. The group members have been trained to operate and manage the incubators. Each of these incubators has a capacity of 528 eggs. Hizo vifaranga walitufunza mambo ya kulisha kifaranga ikiwa kidogo mpaka ikiwa kubwa. Sasa wakati walitufunza, niko na vifaranga zenye nimetoa kule kwa incubator, nimekuwa nikisilisha zikiwa kubwa, tena narudisha mayai pale. Hizo kuku imenisaidia sana na nimekuja kujua umuhimu wa kulisha makuku, kwa sababu kama kwangu wakati huu nutrition value imekuwa juu sana, na hata nafunza wenzangu kuwa na wakati huu wa kuweka ulizi wa kuku ikiwa ni kitu cha maana na kama biashara. Now that the climate has changed, because we cannot rely on farming alone, we discovered that this one is the best project. It gives you money,
all the time. Ever since we began, before even our chicks comes out of the incubator, we have already people, they always order. They order our chicks before they are even out. So it is money direct. It has changed our livelihood. We are educating our kids. We are doing very many things at our homes, and our lives are going on well. The Dopa sheep is a Laikipia County brand that has the potential to rake in millions of shillings to the agro-pastoralists. For instance, today is a very important day here at the Rumuruti Sheep and Goat Market. This market connects farmers to sellers from as far as Turkana, Meru, and Somalia. The KSAP project is supporting agro-pastoralists in rearing breeds that grow faster and have a higher slaughter weight, which translates to better market prices. The dairy sector is another source of income for smallholder farmers in Laikipia County. The dairy value chain is dependent on inputs such as hay, fodder, supplements, and adequate water. With the changing climate, it has been challenging for dairy farmers to properly feed their cattle. To ensure maximum quantity and quality of milk, the Kenya Climate Smart Agriculture Project has capacity-built farmers on technology, innovations, and management practices such as feed formulation, fodder production, silage making, use of AI, and biogas. Jane, who is a member of the Aberdare Breeders Common Interest Group, is now a successful dairy farmer. Haria riu tukinyite ni tu improve ni tuhotete kuheo indo cia gututeithiriria na tugathomithio ria tungihota kuiga ng'ombe citũ wega nigetha ihote kuruta iria. Tukonio kuhanda rusan, kuhanda muhia na tukahota kuhanda nyeki na nituhotete gukorwo tukiruta iria rega. Ningi nituhetwo shoppers, twina machine ya guthia ya kuiga silage, twina machine iyo. Ningi nituhotete guthomithio ku breed ng'ombe iria ciagiriire na KSAP ni mahotete gutuhe AI kit, ndogorirwo AI kit na tukagwirwo mbegu iria ciagiriire. Machine etuhetwo, machine ino twinayo ni tuteithĩtie tondu ni raruta ni tuhota gutemengera ng'ombe mahuti nayo ng'ombe ndũngĩgĩa na wastage ya mahuti. Koguo nĩ ũrahe ng'ombe mahuti marĩa magĩrĩire na ũkahota kũmũhe kiasi kĩrĩa kĩagĩrĩire. Na gũcitukania tu nĩ gũtukania nyeki, thara na rusan, ũkahota gũcithĩanĩria hamwe. Jane and her group members usually deliver their milk to the Laikipia Dairies Cooperative Society in Ngobit Ward. This cooperative is one of the producer organizations being supported by KSAP. When the KSAP came in, now we started doing the recruitment. We have done the recruitment. We have done the recruitment through CIGs, and we have about 19 CIGs. These CIGs had the common interest of getting the market for their product. These CIGs were being supported and being trained. We have experienced a lot of training through our service provider, Mr. Getonga. So these CIGs have been trained by him and others so that they can sell the milk to us and produce good quality milk. Kwa upande wa bei, kama vile nimesema hapo mbeleni, bei ilikuwa mbaya sana. Lakini wakati tulianza kuleta maziwa hapa, sisi wote tukiwa pamoja, tulienda kwa KCC, tukaongea na hao na wakakubali kutununulia maziwa na 43.70. Ukitoa pesa ya chili, kwa sababu si biashara hii ni cooperative. Ukitoa pesa ya chili, kila mkulima anafikiwa na 41 shillings per liter. Ukiangalia kutoka 21 ama 22 mpaka 41, hiyo ni a big improvement. Kusudio letu kama wana Laikipia Dairies ni siku moja tutakuwa na kazi kubwa sana ambayo itakuwa ni ya maziwa
tukitengeneza bidhaa zote kutoka kwa maziwa, na hata tukiwa na kitu kama zako, tukiwa tuna hata factory ya kutengeneza chakula ya ng'ombe, kwa sababu hiyo tu ndio inaweza kusaidia mkulima yule anafuga ng'ombe apate kitu kwa mfuko. Ugali is a staple diet in most Kenyan homes. Most people enjoy ugali made from maize meal, but nowadays the more healthy conscious have gone back to using sorghum. Sorghum is a highly nutritious food crop that does well in semi-arid lands. It is a dual-purpose crop where the grain and the stover are highly valued for human food and animal feed respectively. The Kenya Climate Smart Agriculture Project is promoting the production of high-quality sorghum varieties in Laikipia County. Varieties, tuko na variety 4. Na hizi varieties, last year kuna variety inaitwa Ikinyaruka. Ikinyaruka ilifanya vizuri sana last year. Na Ikinyaruka kuna hawa KSAP wamekuja kwa mafunzo ya mambo ya sorghum, na tumefundishwa na KSAP na tumefundishwa bado na Egerton University. Hizi variety tuliletewa na Egerton University. Tukakuja tukafanya demonstration, zikafanya mzuri hizi varieties 4, na after kufanya demonstration ya shamba tulikuja tukafanya demonstration ya kupika keki, kupika mikate, kupika baka biscuit, na hayo mafundisho tukahudhuria, na tukiwa na demonstration tuna mashamba yetu, kila members amepanda kwa shamba lake. In the beans value chain, farmers have been introduced to high-yielding and drought-resistant bean varieties. They have also been trained on conservation agriculture as a soil management practice. So far, a total of 1,855 acres of beans have been established in the 6 wards. Hebu niseme ile pale tuliletewa ilikuwa mzuri kushida ile tulikuwa tunapanda. Inasaa hata ikinyeshewa mvua mara 2 inakuwa na inasaa sana. Kwa hivyo hata watu wengine sio wa vikundi wamesoea, yani wanataka tuwausie. Na tulikuwa tunausia 100 per kg kwa sababu tunataka hiyo mbegu iende kwa area. Kwa hivyo mimi niliuza bag 2 ile 90 kg, 190 kg, nikapata 18,000. Na nilibakisha yangu ya kupanda na ya kukula. Hiyo chakula ni mzuri, na hebu tuseme watu wa Egerton wametufanyia mengi. Wametuonyesha vile wakati wa kupiga dawa, ile hali ya magonjwa tumesomeshwa, mahali ya vile tuweza weka vizuri isaribiwe na wadudu. Yote tumesoma. Na juzi tu tulisoma mambo ya variation na yani hali ya kutumia, sio ati kupika tu githeri au kuchemsha. Tumefundishwa kusaga unga ya maharagwe, tunatumia kwa uji. Maharagwe sana tulifurahia mara ya kwanza. Wenye walipanda walifuna kufuna. Kama ulikuwa umeweka shamba yako vizuri ulifuna. Either kutoka gunia 8 hapo na kwenda juu, mwenye alikuwa na nyingi. Lakini hiyo maharagwe ni nzuri sana. Haina acid, haina nini. Tulifurahia na tunashukuru, na ndio tumerudisha tena mara ya pili. The project is also supporting county-level investments in form of sub-projects. In Laikipia, we have been funded by the World Bank for 7 sub-projects. The first phase sub-projects are 3, that is Matweku, second one Leleshwa, and the third one is Matagi. All those 3 projects are complete, and the farmers have already started getting the benefits of the projects. All of them, the 3 projects,
based on water management, whereby there was desilting of the dams to harvest water. The capacity of the Matwiku Dam has been increased from 5,000 to that 5,000 cubic meters. That is after desilting. The one at Rereshwa, it had desilted up completely. It was desilted, and now it has a capacity of 10,000 cubic meters. The Matangi one is also complete, newly completed, and with a capacity of that 5,000 cubic meters. And when full now, it can accommodate up to 50,000 cubic meters. Walikuja kwanza wakafanya survey works, wakaanza wakaona ina uwezo wa kuweka maji, na zaidi pia wakaweza kutenga pesa za kuweza kutusaidia. Kutoka hapo mradi yenyewe ilianza, yenye tulikuja tukaanza kutengenezewa. Ilianza na excavation works, kuna sehemu yenye ilikuwa inafanywa expansion, na zaidi kuna sehemu ingine yenye embankment ilikuwa imevunjika. Kwa hivyo ikakuwa reinforced, na zaidi pia ikaweza kufanywa desilting. Kwa hiyo vile uwezekano tulifanya, tuliweza kufahamishwa na wataalamu ati damu yenyewe itaweza kukuwa na uwezo wa kuhifadhi cubic meters 35,000. Kwa hivyo hiyo ni mradi yenye ilitusaidia sana, na tukashukuru sana kama wakaaji wa hapa, na ilitufurahisha. Farmers around the Matwiku Dam are already using the water for irrigation. Mwanzo wakati walipochimba hii dam, tunaona kwamba hii dam hakuna wakati imefika ile depth ambayo sasa tunaiona saa hii. Hii ndio imekuwa na depth ya zito ya umbali sio kama vile ilivyokuwa hapo mbeleni. Na tunatarajia kwamba inaweza kuwa na maji mengi sana. Kama ile maji ambayo ilikuwa ni kidogo tulikuwa tunatumia na ilikuwa inatusaidia kiwango hiyo. Na je, wakati tumepata maji mingi, volumes ya maji vile tunaona wakati. Kwa hivyo sasa hii dam tumeshimbiwa na matingatinga imekuja, kuna tingatinga ile ya mkono, kuna maroli ambayo ilikuwa inachukua mchanga. Ukiangalia huko juu unaweza ona kwamba kuna mchanga, ukiangalia ngambo ile tena pia unaona kuna mchanga mingi, ukiangalia upande ya chini huko kuna mchanga mingi. Kwa hivyo ile mchanga, udongo ambao umetolewa hapa ni mwingi sana. In Lorien Village, Rumuruti Ward, smallholder farmers are celebrating this 12-kilometer-long solar-powered electric fence. Fence sub-project is intended to protect crops from being invaded by elephants. Sasa hawa ndovu tunawajaribu kuwatoa kwa mashamba yetu, lakini tunashindwa. Wanaume hawalali kwa shamba, kwa nyumbani, wanalala msituni. Siku yote ni bincha nini tunawatoa. Hakuna kulala mpaka asubuhi. So na kwa uharibifu sasa upande wa chakula, kuna wakati hapa kwetu watu hata hawako wanalima, kwa sababu ndovu wangekuja tu mwanzo wakati umemaliza kupalilia, wanaanza kuchuna mahindi hivyo, wanachuna kabla hata itoe vichwa wamemaliza. So na pia kuna mambo ya hata mtu ukijaribu kutengeneza infrastructure yako kama store, unaweza kuwa umevuna mahindi, hata umenunua mahindi umeweka kwa store, usiku anakuja anabomoa, anakula hiyo mahindi. So hali ya food security ilikuwa imeharibika sana, hadi hata tungejua tungefanya nini. Lakini wakati huu na kusonga mbele, tuko na imani ya kwamba achievement ya food security imepatikana hapa. Mungu akitujalia tu mvua, chakula itakuwa hapa ni tele kabisa, hata chakula ya kuuza. In phase 2, we have Lorien Agroforestry for Sustainable Development, which has got 4 components. The main one being an electric fence, which is 12 kilometers long. The second component being bean production, which focuses on 300 acres. The third one is beehive or the apiary
project, which which is being implemented with the 110 beehives. The group will also receive some equipment for refining and packaging the honey. Then from there, those are the three main components. We have also the fourth one being also the mango production, which has received over 15,000 seedlings, and we expect that we also increase the food security of the area. The implementation of these sub-projects and micro-projects, agricultural productivity is gradually increasing in Laikipia County. Smallholder farmers have become more resilient to climate change risks. Uria ndiratari 3 years ago tiguo ndari right now. Kuma last year nĩnduĩkĩte mũndũ ũngĩ different, not as uria ndari mbere. Rĩu ũguo rĩ niĩ in fact ndiũ ingiuga atĩa na ndiũ ingĩaria atĩa ũhoro wa Kesabu. No njugire I owe it a lot of thanks nĩ ũndũ wa promote a disabled person agatuĩka not disabled, agatuĩka a neighbor person. The next 2 years to come, I'll be driving, I'll be taking my eggs to the market, I'll be supplying those chicks to my customers as those orders shall be coming. Mimi najenga nyumba ya mawe kwa sababu saa hii niko kwa nyumba ya mbao, hata kama si nyumba baya, lakini nitajenga ya mawe iandikwe kuku. Tumefurahi sana na tunarudisha shukrani kwa sababu unajua kwamba maisha ya hawa watu umeinua, umeweka pahali ambayo tulikuwa tunatarajia. Shukrani. Na tunataka kuwashukuru sana hasa the CPC Mr. Kiboi na timu yake na the Nairobi team kwa sababu walisikiza maneno yetu na wakaona value kwa hiyo maneno. So nasi hapa hatuwezi angusha hiyo kazi, tutashikilia na tuko na imani kwa miaka 5 ama 10 hapa itakuwa one of the highest production area. Indeed, the KSAP project has had a positive impact on the livelihoods of the people of Laikipia County through micro-projects, sub-projects, and access to climate-smart technology innovations and management practices.